wa mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo nitakuwa mahali hapa nikiwalisha na kuonyesha mahali hapa kwenye meza ya Bwana. Kwa anayeandika andike kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya muamini. Kazi ya Roho Mtakatifu katika maisha ya muamini. Bila ya huduma ya Roho Mtakatifu, bila ya huduma ya Roho Mtakatifu katika maisha ya muumini, bila ya huduma ya Roho Mtakatifu katika maisha ya muumini, hatuwezi kukua hadi kufikia hali ya kumlingana Kristo. Haleluya. Tunaona hapa kwamba mtu asipokuwa na Roho Mtakatifu hawezi kukua hadi kumlingana Kristo. Yaani anakuwa kama mtu mnyonge, hawezi kukua. Anakuwa yani hajajua neno la Mungu. Haleluya. Haya ndiyo baadhi ya mambo ya huduma ya Roho Mtakatifu. Haya ndiyo baadhi ya mambo ya huduma ya Roho Mtakatifu. Jambo la kwanza, umbatiza muumini katika mwili wa Kristo wakati wa wokovu. Umbatiza muumini katika mwili wa Kristo. Umbatiza muumini katika mwili wa Kristo wakati wa wokovu. Inatoka Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari wa 13. Aliyefika asome. Kwa maana katika roho moja sisi sote tulibatizwa kuwa mwili mmoja, kwamba tuwe Wayahudi au kwamba tuwe Yunani, ikiwa tu watumwa au ikiwa tu huru, nasi sote tulinyweshwa roho moja. Amen. Amen. Hapa tunaona kwamba Yesu alikuwa akiwanywesha watu roho moja. Yaani alikuwa akitembelea watu. Yaani kama mtu hajabatizwa hawezi kumlingana Kristo. Anakuwa katika mwili wa Kristo. Haleluya. Jambo la pili, utia muhuri kuwa kama uthibitisho kuingia mbinguni. Utia muhuri kuwa kama uthibitisho kuingia mbinguni. Inatoka Waefeso wa kwanza. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 13 hadi wa 14. Waefeso sura ya kwanza mstari wa 13 unasema, nanyi pia katika huyo mmekwisha kusikia neno la kweli, habari njema za wokovu wenu. Tena mmekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na yule Roho wa ahadi aliye Mtakatifu. Ndiye aliyelabuni ulisi wetu, ili kuleta ukombozi wa miliki yake, kuwa sifa ya utukufu wake. Amen. Amen. Mungu anawajua watu wake. Anapomwona mtu wake anamtia muhuri. Yaani kama unavyoona shuleni, kwa mfano shuleni, wanafunzi wanakuwa na nembo ili wajulikane katika hiyo shule. Na Mungu anatia watu wake muhuri. Anawapa muhuri. Yaani huo muhuri unakuwa kama udhibitisho wa kuingia mbinguni. Kama mtu hana muhuri hawezi kuingia mbinguni. Mungu anawapa watu muhuri, anawatia watu muhuri ili waingie mbinguni. Haleluya. Amen. Jambo la tatu, uingia ndani daima kuhakikisha ile hali ya kuwepo kwa Mungu ndani yetu. Haleluya. Uingia ndani daima kuhakikisha
ile hali ya kuwepo kwa Mungu ndani yetu. Inatoka Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19. Na mwingine anatafutia Yohana 14 mstari wa 16 hadi wa 17. Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19. Hawa mjua kuwa mwili wenu ni Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Amina. Amina. Mungu akiwa ndani daima, akikaa na wewe ndani yako daima, anakuhakikishia ile hali ya kuwepo kwake ndani yako. Yaani Mungu akiingia ndani yako, kwa mfano ukiwa unamwamini Mungu, unafikia hali ya kukua hadi kulingana na Kristo. Na pia Mungu anaingia ndani yako. Anahakikisha anakuwa na wewe, akuacha, anakuwa na wewe popote, kazini, uendapo popote anakuwa na wewe, hata kuacha. Amina. Amina watu wa Mungu. Jambo la 4. Umhakikishia muumini juu ya wokovu wake. Inatoka Warumi 8 mstari wa 16. Umhakikishia muumini juu ya wokovu wake. Warumi 8 mstari wa 16. Warumi 8 nasema, Roho mwenyewe ushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Amen. Tunaona hapa Mungu akiwa ndani ya muumini, anahakikisha, anakuhakikishia juu ya wokovu wako, yani juu ya wokovu wake muumini. Anahakikisha muumini anakuwa na wokovu wake, hawezi kumwacha, yani anakuwa naye. Wokovu wake hawezi kuuacha. Kama mtu anakuwa wokovu, hawezi kuacha wokovu, anaendelea hivyo hivyo. Amina. Amina. Tuone katika aya 5. Ujaa tele ili kumuongoza, kumtamalaki na kumshawishi muumini katika mambo ya Mungu. Ujaa tele kumuongoza, kumtamalaki na kumshawishi muumini katika mambo ya Mungu. Inatoka Waefeso 5 mstari wa 18. Waefeso 5 mstari wa 18. Waefeso 5 anasema, Waefeso 5 mstari wa 18. Tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna uvizaji, bali mjazwe Roho. Amina. Amina watu wa Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Mbona mmepoa? Mungu anajaa tele, anakuwa na wewe, anakuhakikishia ile hali, yani anakutamalaki, yani anakuwa na wewe, anakutamalaki, anakuongoza. Kwa mfano mtu akiwa anaenda kwenye dhambi, anamuongoza, anamwambia huku usiende, anamrudisha, anaenda sehemu sahihi. Amina. Anamtamalaki na kumhakikishia muumini katika mambo ya Mungu. Anamhakikishia katika mambo ya Mungu, anakuwa naye, anamhakikishia, yani kila kitu anamhakikishia kinakuwa sawa. Amina. Jambo la 6. Umwezesha muumini kukataa majaribio na tamaa zenye asili ya dhambi. Umwezesha muumini kukataa majaribio na tamaa zenye asili ya dhambi, asitende dhambi na aishi maisha matakatifu. Inatoka Wagalatia 5 mstari wa 16 na Warumi 8 mstari wa 12 hadi wa 14. Wagalatia 5 nasema,
Basi nasema endeni kwa Roho, wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Amina. Mungu anasema muende kwa Roho, msiende kwa mwili. Uende kwa Roho. Yani uende kwa Roho, mfuate Mungu. Uende kwa Roho, uwe naye Mungu. Yani mtu akiwa na Roho, akiwa na Mungu au Roho, hawezi kumwacha hivi hivi. Hawezi kwenda kufanya tabia mbaya, hawezi kwenda kuiba, hawezi kwenda kupigana, hawezi kufanya dhambi yoyote inayomchukiza Mungu. Amina. Mtu aliyefika Warumi 8 mstari wa 12 hadi 14 asome. Warumi nasema, basi kama ni hivyo ndugu, tu wa deni si wa mwili tuishi kwa kufuata mambo ya mwili. Kwa maana kama tukiishi kwa kufuata mambo ya mwili, mwataka kufa, bali mkiafisha matendo ya mwili kwa Roho tutaishi. Kwa kuwa wote tunaongozwa na Roho wa Mungu, au ndio wana wa Mungu. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa itayo hofu, bali mpokea roho ya kufanya wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Roho mmoja hushuhudia pamoja roho zetu na kama sisi tu watoto wa Mungu. Amen. Amen. Hapa tunaambiwa tusifanye tamaa, tusiwe na tamaa, tusipate njia za dhambi. Njia hizo ni mbaya. Ukifuata hizo njia unaweza kuangamia, mauti itakuijia. Unabidi umfuate Mungu, uwe na Mungu. Mahali popote unapopita, Mungu hatakuacha. Amina. Amina. Amen. Mungu akiwa na wewe anakuhakikishia kila kitu kinakuwa sawa. Wewe ukamwacha Mungu, ukaenda kwenye njia za dhambi, Mungu naye atakuacha. Amina.